Simba wanahitaji miujiza kwa Mwamposa kuwafunga Al-Masry. Mechi ile kule ya Simba dhidi ya Al-Masry ilikuwa kama zipu ya jinsi kwenda suruali ya kitambaa, lazima ivimbe. Mtazamaji wa Bongo Headlines, huu ni mwendelezo wa taarifa zetu za kimichezo ambazo tunakuandalia mara kadha wa kadha, na karibu sana. Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera atakuwepo Medadius Mandoro kuhakikisha picha zote mjongeo zinakuwa zinaenda sawa sawa. Yote kwa yote tutazungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hasa kwenye kombe la shirikisho, mwakilishi wetu akiwa ni Simba Sports Club. Yapi ambayo yanatokea kwenye hamasa za sasa kuelekea kwenye mchezo huo utakaochezwa Jumatano ya tarehe 9. Hivyo hicho ndo tutakizungumzia zaidi kwa siku ya leo, lakini kauli zimekuwa ni nyingi na mialiko imekuwa ni mingi kwenye hamasa hizi ambazo zinafanyika hivi sasa. Tutaungana na Zuberi Mkalaboko haja atupitishe katika hilo kuelekea kwenye mchezo huo wa tarehe 9. Zuberi kaka, mambo vipi? Bwana fresh, mambo. Uko vizuri? Niko poa, namshukuru Mungu, niko poa kabisa. Sawa. Bwana, hizi hamasa unaziona za wekundu wa Msimbazi? Siona bila shaka. Naona ikaeka hizi na vile mambo yanavyokwenda kwao kwenye matayarisho ya mchezo, naona. Vipi sasa, mialiko imekuwa ni mingi sana mpaka sasa hivi naona imetoka kwa viongozi, wanasiasa pia wameanza kualikwa. Pressure iko wapi? Wanasema watu wa fasihi, ukiona ujumbe haujauelewa basi wewe sio sehemu ya hadhira. Simba wamealika wanasiasa, Simba wamealika viongozi wa mpira, Simba sasa wanaalika viongozi wa dini. Lakini naweza kusema Simba wanahitaji miujiza kwa Mwamposa kuwafunga Al-Masry. Miujiza ya Mwamposa kuwafunga Al-Masry ndicho ambacho nakiona pia, na ametajwa pia Sheikh Waridi, Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tafsiri yake ni kwamba huu ni mchezo ambao umekuwa sio uwanjani tena, unahitaji miujiza. Na kwa nini miujiza? Simba ndio mahala ambako wanakwama hapa kwenye hatua kama hii. Sasa nje ya mipango ya uwanjani inabidi mtafute miujiza nje ya uwanja, na haitokei kwa bahati mbaya kwa sababu ni mazingira ambayo tunafahamu. Mechi ya kwanza matokeo yale ya kushinda goli 2 na mechi ya hapa, maana yake yanakuja mambo mawili tofauti kwa Al-Masry wao wenyewe na Simba wenyewe. Tayari mechi imekuwa ngumu, na nilikuwa nikisema mimi mara nyingi, unapoanza kuruhusu mechi hizi magoli mengi lazima mtarudi kwenye calculator tu kuamini kwamba nyumbani tutawafunga 6, lakini 6 ushindi wa Simba unahitajika nguvu nje ya uwanja zaidi kuliko ndani ya uwanja kwa sababu moja. Haina maana uwanjani watu wasicheze. Tafsiri yake ni kwamba panahitajika shangwe ya ziada, hamasa ya ziada, kwa sababu mechi hii kama ambavyo tunaibeba sisi kwa hisia, ndio wa Misri wote, mji mzima wa Alexandria, Suez huko walikotoka, wameibeba mechi kwa hisia. Ubarozi wao hapa, matayarisho, wachezaji mentally, uwezo wa kucheza kiwanjani, mabadiliko ya mbinu ya mchezo yanakwenda kubadilika. Haiwezi kucheza mechi tena upande mmoja. Hapa nao wanakuja kucheza kama wako kwao. Sasa lazima kwa namna ilipofikia sasa ambako tumeanza kuteleza. Unajua mechi ile kule ya Simba dhidi ya Al-Masry ilikuwa kama zipu ya jinsi kwenda suruali ya kitambaa, lazima ivimbe. Lazima ivimbe kwenye suruali ya kitambaa. Simba na Al-Masry kule ilikuwa zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa. Tulishaharibu. Mechi ya kwanza ni suruali ya jinsi, yani vizipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa kule Cairo. Al-Masry na Simba ilikuwa ni zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa Cairo. Shepu imebadilika, mechi imeharibika. Sasa hapa pana mechi nyingine ambayo itakuja kivingine. Lakini kwenye football kuna kitu wanasema unleash tactics. Wale wakija hapa hawatarudia kile walichokifanya, watakuja na mbinu mpya za kupata ushindi hapa. Sasa Simba Sports Club na wao watakutumia uwanja wa nyumbani kuwa na ubora huo. Sasa yako maeneo ambayo yanahitaji utulivu pia. Wakati tunaangalia mambo ya nje ya uwanja sana haya, na timu ndani ya uwanja itulie. Mimi nimekuwa natazama tofauti, nasema mechi ya ndani ya uwanja Simba walizidiwa kila kitu. Ndani ya uwanja walizidiwa kila kitu kule. Walishambulia muda wote. Kushambulia kuliko kushinda. Hakuna timu ambayo football is the dynamism game. Kushambulia nafikiri kushinda. Hapa ndio tunapopotosha watu hapa. Huenda ni vitu vichache tu vilikosekana kwenye final. Vitu vingi vilikosekana. Sio vichache. Vitu vingi Simba vilikosekana. Hawakujilinda vizuri, hawakushambulia vizuri. Ila walikuwa wanapanga mipango. Mechi ile Simba hawakujilinda vizuri, hawakushambulia vizuri. Ila walikuwa wanapanga mipango. Kwa sababu unapokuwa unaruhusu kufungwa, alafu ukishambulia upati goli, maana yake kwenye muundo wa kucheza wa timu haukuwa vizuri. Ila watu wataangalia hesabu za jumla kwamba sasa ili tushinde, maana yake Simba wana mambo haya mawili. Jambo la kwanza, waimarishe ulinzi.
Jambo la pili, waimarishe safu ya ushambuliaji. Sasa tayari una majukumu haya mawili. Lakini nyuma ukiwa unahitaji mabao na kufunga, wale nao wanajua. Jambo la kwanza, ulinzi na waendelee kushambulia. Tayari mechi inabadilika, inakuja kwenye hiyo unreact tactics. Na mechi knockout stage. Ndio maana tumekuwa tukisema maeneo tunayokwamia ni mechi kama hizi za maamuzi. Hii sio group stage. Mechi ambayo kila mmoja kaibiwa kote. Sasa Simba wanahitaji nguvu nje ya uwanja. Ndio wanatafuta Tume Mwamposa na wenzake. Sijui Nabii Mwamposa na wenzake. Maana tunabii yule Mwamposa na wenzake. Anatajwa Sheikh Al-Hadi, waje viongozi wa dini wasaidie. Miujiza sasa inahitajika. Miujiza inahitajika hiyo. Hiyo ni miujiza hiyo. Lakini bado kiwanjani wachezaji watulie. Kwa sababu tayari matokeo ya kwanza ni zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa imebadilisha umbo. Shepu imebadilika. Inatuna mbele suruali ukishaka zipu ya jinsi kwenye suruali ya kitambaa. Tayari inakwenda kubadilika game. Lakini tunazungumza mchezo huu ambao Simba wanahitaji wapunguze makosa. Unajua safu ya ulinzi wa Simba ni kama stuli ya mwenge. Katikati ina kitobo. Stuli ya kuwekea mwenge. Katikati ina tobo. Ina tobo. Safu ya ulinzi ya Simba unapopressurize kama stuli ya kuwekea mwenge, katikati ina kitobo. Unajua stuli ya kuwekea mwenge. Sasa mechi kama hii utakuwa kama stuli ya kuwekea mwenge. Wabadilike. How to defend. Defending phase ni pale unapopoteza mpira na pale ambapo wapinzani wako na mpira. Na shida ya Simba tumeona kuna defending phase. Pale ambapo wananyang'anywa mpira, watu wakapiga mpira haraka kuja kwao, ndivyo walivyoadhibiwa na Al-Masry. Sasa hayo makosa wanayo siku zote. Sasa ndio maana nikasema safu ya ulinzi ya Simba ni kama stuli ya kuwekea mwenge, katikati ina kitobo. Ina shimo, katikati ina shimo, ile stuli ya kuwekea mwenge. Sasa lile shimo lile lirekebishwe. Na nilikuwa nasema mimi mahala kwamba Simba Sports Club wanakwenda kwenye mechi, waende na jeki na kigogo. Jeki na kigogo ili angalau wasifanye makosa mengi. Na tunasema kwa sababu hizi ndio mechi zinazotushinda hizi. Tusichukue mechi kwa jumla nje ya uwanja. Sasa hivi akili za watu wote nje ya uwanja. Mashabiki kiwanjani wakashangilia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Mashabiki wetu sisi mechi inavyozidi kuwa ngumu wananungunika. Na mechi hii wale wenzetu watakapokuja, cha kwanza watatutafuta kweli. Tupishane matukio. Kwa sababu kama wanaweza kupishana sisi matukio. Wao wanaamua kucheza wao vile wanavyotaka kushinda tu. Kitaka kushinda kutafutia magoli ya ubabe, wanakutega, jichanganye, posesi sana upigwe. Sasa siku ile Simba waliacha wacheze mpira, wao wakacheza mpira. Chezea mpira, tumeangalia pasi, pasi, kwani kushambulia ndio kushinda mechi. Shambulia ufunge. Ndio maana kuna extended goals, kuna magoli ya kufunga. Sasa kushambulia mtu kabisa tunakaa tunazungumzia takwimu za kushambulia. Ambao uzungumzia takwimu za kujilinda ambao walijilinda vizuri wapi si wale ambao tukuwafunga. Sasa lazima tubadilike mindset ya kuzungumza mpira wetu. Tusitangulize hisia za ushabiki, mechi ngumu. Hawa watakuja kutugeuza hapa sisi abiria wa daladala hapa. Mnawahi kwenda kwenye city. Mkimbilia ndani upate city kwenye mwendo kasi. Ndio kinachoweza kwenda kutoka. Lakini tuombe sana wachezaji wetu wawe kwenye utulivu. Kwa sababu mechi haitowapa nafasi nyingi. Tuombe sana benchi la ufundi liwe kwenye utulivu. Kwa sababu mechi haitowapa nafasi nyingi. Tuombe sana mashabiki wetu wawe katika morali ili wachezaji wajitulize.